Wapendwa taifa la Mungu, tumekusanyika hapa leo kwa malengo mawili. Lengo la kwanza ni kushukuru na kuadhimisha zawadi ya upadrisho wetu. Lengo la pili ni kuadhimisha tukio la kubariki mafuta ya wagonjwa, mafuta ya wakatekumeni na kuweka wakfu mafuta ya Krisma takatifu. Turudi lakini kwanza kwa lile linalohusu upadre wetu. Leo mkitazama mtaona kwamba takriban kanisa hili tumejaa sisi mapadre. Karibu walei hawakupata nafasi. Ila wingi huo usitutishe. Utufanye tutafakari juu ya wito wetu kwa namna iliyo sahihi. Ndiyo, ni kweli sisi ni mapadre, lakini sisi sio mapadri kwa asili yetu. Sisi ni mapadre kwa kushirikishwa. Padre au kuhani mkuu na wa milele ni Yesu Kristo, ambaye katika somo la pili amebainishwa kama Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Na katika somo la Injili na somo la kwanza anabainishwa kama mpakwa mafuta wa Bwana, yaani yeye ambaye ni Masiha, ni mtakatifu wa Bwana. Kama sisi tumekuwa makuhani au makasisi kwa kushirikishwa, ni lazima tukumbuke kwamba kushirikishwa kwetu sio matokeo ya kustahili kwetu. Mwenye kustahili kuwa kuhani ni Kristo peke yake. Sisi wengine tumestahilishwa, tumezawadiwa, tumehurumiwa, tukafanywa kuwa makuhani. Na ndio maana tumeitwa katika somo la kwanza, au tumebainishwa kama makuhani wa Bwana. Makuhani wa Bwana tulioitwa, tulioteuliwa, tuliostahilishwa. Na kwa sababu hiyo daima tumshukuru Mungu kwa upendeleo huo. Kirudi nyuma, ukitazama watu uliosoma nao kuanzia chekechea, shule ya msingi na kadhalika, utagundua kwamba walikuwepo wengine wema kuliko wewe, makini kuliko wewe, waadilifu kuliko wewe, ila hao hawakuitwa kuwa mapadre.
hakupewa ukasisi, umepewa wewe, chombo dhaifu, kusudi Mungu peke yake atukuzwe, kusudi Mungu peke yake atumikiwe, apewe sifa na heshima. Kwa hiyo nirudie tena kuwaalika, jitambue ewe kasisi, jitambue ewe padre katika uhalisia wako, na daima mpe Mungu sifa, heshima na shukrani. Na katika kujitambua kwako, mtambue padri mwenzako kuwa ni zawadi. Anaweza kawa na mapungufu, anaweza kawa na mipaka, lakini mtambue kama zawadi ya Mungu kwako, zawadi ya Mungu kwa kanisa, zawadi ya Mungu kwa ulimwengu. Kwa hiyo umjali, umstahi, umsaidie, umsindikize, akuwe na imarike katika wito, uwakfu na utakatifu wake. Lakini sio hiyo tu, uweke nia thabiti ya kushirikiana naye. Na hapo naomba niweke msisitizo, na naweka msisitizo kwa kutambua changamoto zinazoweza kuwepo kati ya mapadre. Mara nyingine hutokea mapadre wakawekwa wawili parokia moja, hawasali pamoja, hawali pamoja, hawafanyi kazi pamoja. Mmoja akishuka kula saa 6, mwenzake atabangaiza aje kula saa 8, ili mradi tu wasikutane. Mmoja akiadhimisha misa saa 1, mwingine badala ya kujitokeza na kucelebrate atabana chumbani na pengine asiadhimishe misa kabisa siku hiyo. Ndugu zangu, tabia za namna hiyo zinadokeza ulemavu. Naomba tusiridhike kuwa mapadre walemavu. Tupende kuwa mapadre wenye tija, wenye afya na wanaompendeza Mungu. Na kwa mantiki hiyo, napenda kuwaalika kwa msisitizo, jengeni tabia, jengeni utamaduni, jengeni mazoea ya kusali pamoja. Na nawashukuru na kuwapongeza wale mapadri wanaoishi pamoja na wanajipanga, wanajitahidi kujipa muda na vipindi vya kusali pamoja. Ukimanage muda wako vizuri, hakika huna sababu ya kutosali na padri mwenzako. Ondoa kisingizio kwamba shughuli ni nyingi. Shughuli sio sababu. Sababu ni kukosa nidhamu, ni kukosa kuwajibika, ni kukosa upendo, ni kukosa ukomavu wa imani, ukomavu wa maadili na ukomavu wa wakfu. Pamoja na kusali pamoja, tafuteni kufanya yote yanayompendeza Mungu
pamoja. Kamilishaneni, tianeni nguvu na saidianeni kukamilika na kukua katika wito, uwakfu na utume wenu. Uone fahari unaposhirikiana na padre mwenzako. Uone aibu mnapoishi namna ambapo mnakuwa kama mchana na usiku. Kuweni mapadi wa Bwana, makuhani wa Bwana Mungu wetu, mkipendana, mkitakatifuzana na pia mkileana. Ndugu zangu, katika somo la Injili Yesu amechukua somo hilo kutoka sura ya 61 ya kitabu cha nabii Isaia. Alipokwisha kulisoma akatamka maneno haya. Maneno haya mnayosikia yametimilika leo mioyoni mwenu, au kwingine wanasema yametimilika leo masikioni mwenu. Yesu hakukosea alipotoa tamko hilo. Uwepo wa Yesu katika sinagogi ya Nazareti ulidokeza utimilifu wa maaguzi ya kinabii, ulidokeza utimilifu wa Torati na manabii, kwa sababu Yesu anayetamka maneno hayo ni mwana wa Mungu, ni neno aliyetwaa mwili, ni Masiha na Mwokozi wetu. Kwa hiyo uwepo wake ni utimilifu wa ufunuo. Sisi tunaitwa tukawe mashahidi wake Yesu Kristo aliye utimilifu wa ufunuo. Kwa hiyo tujipange kumshuhudia na kumtangaza huyo Kristo kwa maisha yetu, kwa mahusiano yetu, kwa maneno yetu na kwa matendo yetu. Tumshukuru Mungu ambaye kwa huruma yake amependa kutujalia kuifikia siku ya leo na kuadhimisha upadi wetu tena, na kwa pamoja na maaskofu wenu tutaadhimisha tukio la kubariki mafuta ya wagonjwa, mafuta ya wakatekumeni na kuweka wakfu mafuta ya Krisma. Naomba niwakumbushe tena, mafuta haya tunayobariki na kuweka wakfu yana malengo matakatifu. Mafuta ya wagonjwa yanaandaliwa yatumike kuwafariji na kuwatia nguvu wagonjwa na walio dhaifu. Tusiyatumie kiholela, tusiyatumie kimzahamzaha, tuyatumie kwa imani na uadilifu kama atakavyo Mungu. Mafuta ya wakatekumeni yanabarikiwa na yatatumika kuandaa wakatekumeni wanapoelekea kupokea sakramenti ya ubatizo. Wale watakaoandaliwa kubatizwa na tutakaopewa fursa kuwapaka mafuta ya katekumeni, tujiridhishe kwamba wameandaliwa vizuri
wanaelewa imani ya Kikristo, wanaipokea imani hiyo na kuishi wakimfuata Kristo, kuhani na mfalme. Mafuta ya Krisma yanawekwa wakfu, na yanawekwa wakfu siku ya leo tu. Kwa mwendo wa kawaida, matukio haya ya kubariki mafuta ya wagonjwa na wakatekumeni na kuweka wakfu mafuta ya Krisma hufanyika Alhamisi Kuu asubuhi. Kwa sababu za kichungaji, tumeamua kuadhimisha leo Jumanne ya wiki kuu ili tuadhimishe vizuri, mpokee mafuta ya wagonjwa, mafuta ya wakatekumeni na mafuta ya Krisma, muende nayo kwenye maparokia yenu tayari kuyatumia kama ipasavyo. Ndugu zangu, mafuta ya Krisma yanatumika katika sakramenti ya ubatizo, katika sakramenti ya kipaimara, yanatumika katika sakramenti ya daraja, kumweka padri, kumpaka padri viganjani anapopadrishwa, na askofu utosini anapowekwa wakfu kuwa askofu. Aidha, yanatumika kutabaruku makanisa na altare. Msiende kuyatumia kihovyo hovyo kwa namna ambayo ni ya mzaha mzaha. Zingatieni heshima ya hiyo Krisma takatifu na itumieni kuwatakatifuza watu, kutakatifuza altare, kutakatifuza makanisa. Na hapa naomba nitoe onyo. Ni onyo ambalo nimeshalitoa katika fursa nyingine, lakini kwa sababu wako watu ambao ni kama agizo moja likitolewa linaingia sikio moja linatokea sikio la pili, niwakumbushe tena, tafadhali zingatieni maana, heshima na matumizi ya mafuta matakatifu. Wako watu ambao wanaweza kufika kwenye kanisa kama hili kanisa hili limetabarukiwa mwaka 1908 na tarehe hii imetabarukiwa, lakini unaweza kushangaa ukamkuta padre mzima anakuja anapaka mafuta altare, anapaka mafuta amboni, anapaka mafuta haya mapenzi viliogalia, naenda kupata kwa mafuta ile kazi ya askofu pale na sakafu na nguzo. Enyi mapadri, mmelogwa. Huo ni usanii. Huko ni kurubuni. Tendeni mambo yanayoeleweka. Epukeni vioja na vituko. Dini yetu sio dini ya vioja na vituko, ni dini ya imani moja takatifu Katoliki ya mitume. Ni dini ya kweli, halali na sahihi.
kuipeleka kivyetu, kuishi imani yetu kama alivyotujalia na kututaka Kristo. Kwa hiyo tuwe makini. Sisi tumefutumwa, tumeitwa tukawafundishe watu na kuwahubiria habari njema. Sasa tunapofanya vitu vya mizengwe, hatuwafundishi watu na hatuwahubirii yaliyo mema. Kwa hiyo pale ambapo kuna mielekeo na vionjo visivyosahihi, tujisahihishe, tujipange kufanya mema zaidi. Bado wapendwa, nashukuru Mungu kwa zawadi ya kila mmoja wetu. Narudia tena, napenda kumtambua kila mmoja wetu kama zawadi ya Mungu kwa kanisa, kwa ulimwengu na kwa wanadamu wote. Basi tuweni vyombo vitakatifu vya Mungu. Tumia fursa hii kuendelea kuwapongeza kwa wito na sakramenti ya upadre. Tuombeane, tusaidiane na tutakatifuzane. Amani ya Kristo iwe nanyi.